Taarifa kwa vyombo vya habari kuhusu matokeo ya mtihani wa utimilifu wa darasa la saba moko kanda ya Tasido mwaka 2026. Ndugu waandishi wa habari, kanda ya taaluma ya Tasido inatoa taarifa ya matokeo ya mtihani wa utimilifu wa darasa la saba kwa mwaka 2026. Kanda hii inaundwa na mikoa minne ambayo ni Tabora, Singida, Iringa na Dodoma. Kwa ujumla kanda ina halmashauri 28 na shule 3077 zilizoshiriki. Kati ya hizo shule 2889 ni za serikali na shule 188 zisizo za serikali. Jumla ya watahiniwa 164,053 walisajiliwa wakiwemo wavulana 71,056 na wasichana 92,987. Watahiniwa waliofanya mitihani ni 159,833 ambapo wavulana walikuwa ni 68,665 na wasichana ni 91,168 sawa na mahudhurio ya 97.43%. Kwa madhumuni ya taarifa hii, ufaulu umezingatia madaraja A hadi C. Kwa kigezo hicho watahiniwa 101,389 umefaulu sawa na 64.99% ya waliofanya mitihani. Kati ya hao wavulana waliofaulu ni 46,191 sawa na 67.27%. Wasichana waliofaulu ni 57,688 sawa na 63.28%. Naomba sasa nitoe muhtasari wa usajili, mahudhurio na ufaulu kwa jinsia. Waliosajiliwa wavulana walikuwa ni 71,056 na wasichana walikuwa 92,987, jumla ni 64,053. Waliofanya mtihani wavulana ni 68,665 na wasichana ni 91,168 sawa, jumla inakuwa ni 159,833. Waliofaulu daraja A mpaka C wavulana ni 46,191 na wasichana ni 57,688, inafanya jumla ya 101,389. Asilimia ya ufaulu kutoka kwa daraja A mpaka C kwa wavulana na wasichana. Kwa wavulana kwa maana ya daraja A mpaka C wavulana wamefaulu kwa 67.27% na wakati wasichana wamefaulu kwa 63.28%. Jumla ya ufaulu sasa kwa wavulana na wasichana tunaweza kusema ni 64.99%. Kimkoa Dodoma imeongoza kwa wastani wa alama 147.6 ikifuatiwa na Tabora yenye wastani wa alama 134.25, Iringa wastani wa alama 133.43 na Singida wastani wa alama 122.25. Ndugu waandishi wa habari, sasa naomba nitoe matokeo kimkoa. Kimkoa nitaonyesha kwa kila halmashauri na ufaulu jinsi ulivyo. Mkoa wa kwanza ni mkoa wa Dodoma ambapo mkoa una halmashauri 8. Waliofanya mtihani ni wanafunzi 52,258. Waliofaulu kwa wastani, waliofaulu kwa daraja A mpaka C ni 40,286. Waliofaulu kwa daraja la A mpaka C
ni 77,000.09. Wastani wa alama kwa ujumla ni mkoa wa Dodoma umepata alama 147.6 ambapo ni sawa na daraja C. Mkoa unaofuata ni mkoa wa Tabora ambapo nao una halmashauri 8. Waliofanya mtihani ni 40,732. Waliofaulu kwa daraja A, C mpaka C ni 26,266 na ufaulu wa wastani wa alama A mpaka C ni 64.48 na wastani wa alama ni 134.25 ambao ni sawa na daraja C. Mkoa wa tatu ni Iringa, una halmashauri 5. Waliofanya mtihani ni 29,036. Waliofaulu ni 17,817. Ufaulu wastani wa daraja A mpaka C ni 61.36 na wastani wa alama ni 133.43 ambayo ni daraja C. Na mkoa wa 4 ni Singida ambao una halmashauri 7 na waliofanya mtihani ni 37,807. Ufaulu wa wastani wa alama A mpaka C ni 19,510 wakati wastani wa ufaulu kwa A mpaka C ni 51.6 na wastani wa alama walizopata ni 122.25. Daraja walilopata ni C. Sasa kwa ujumla kwa halmashauri zote zinafanya halmashauri 28 na ambapo watahiniwa waliofanya mitihani kwa ujumla wake ni 1,909,833. Waliofaulu kwa wastani wa alama A mpaka C ni 103,879 na alama wastani wa A mpaka C ni 64.99. Sasa ndugu waandishi wa habari, naomba nieleze kuhusu mgawanyo wa madaraja na viashiria. Mgawanyo wa madaraja, nitoe takwimu muhimu. Mgawanyo wa madaraja A mpaka C, waliopata A daraja A ni wanafunzi 3,977. Daraja B ni 21,292 na C ni 78,610. Jumla A mpaka C ni wanafunzi 1,03,879. Halmashauri tatu za juu. Halmashauri tatu zilizopata za juu ni Nzega ambayo imepata alama 178.64. Iringa manispaa imepata alama 171.29 na Dodoma imepata alama 166.77. Sasa ndugu waandishi wa habari, shule tatu za juu ni Good Victory Primary School ambayo imepata alama 282.54 na St. Dominic Savio Njelewala Primary School ambayo imepata alama 278.14 na Little Flowers Primary School ina alama 275.33. Masomo yaliyoongoza ni Civic and Moral Education ambayo ni yameongoza kwa 99.03, Kiswahili kwa 98.19 na Social Studies and Vocational Skills kwa 97.08. Masomo yanayohitaji msukumo ni English language kwa 77.13 na mathematics hesabu ambapo ufaulu una 60%.
2.04. Ndugu waandishi wa habari, matokeo haya yanaonyesha msingi muhimu wa kitaaluma katika kuimarisha maandalizi ya watahiniwa kabla ya mtihani wa taifa wa darasa la 7 mwaka 2026. Wito: shule zetu ziendelee kutumia takwimu hizi kupanga afua za ufundishaji, ujifunzaji, kuongeza ufuatiliaji wa maendeleo ya wanafunzi na kusimamia kwa karibu maeneo yanayohitaji msukumo zaidi, hususan somo la hisabati na Kiingereza. Asanteni kwa kunisikiliza.